na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tukiendelea na darasa la tafsir na tukiwa tupo bado mwanzo mwa suratul Waqi'a, baada ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kutueleza kuwa litatukia hilo tukio, na tukasema ni moja katika majina ya siku ya Kiyama 80 yaliyotajwa katika Al-Qur'an Al-Karim, lakini vile vile akabainisha kuwa laysa liwaqa'atiha kadhiba, kuna yote ambayo kwamba taweza kukadhibisha kutokea kwake. Kisha akatupa mizani adhimu na kubwa, akatuambia khafidatu rafi'a. Hili tukio la siku ya Kiyama, masiku hiyo ya Kiyama itakuwa ni yenye kunyanyua na ni yenye kubwaga. Tukasema mizani zile tulizozoea sisi katika ulimwengu zitatofautiana siku hiyo. Leo ikiwa role model ni waimbaji na wachezaji mpira na siku hiyo mizani itakuwa tofauti. Ikiwa hapa anaheshimiwa ni mwenye pesa, siku hiyo mizani itakuwa tofauti. Ikiwa hapa vipimo ni muscles, najulikana mtu ana nguvu na nini, mizani siku hiyo itakuwa tofauti. Kwa hivyo khafidatu rafi'a, wale ambao kwamba tulikuwa tukiona ni wa juu katika ulimwengu tutakwenda kuwapata chini kule, na wale ambao kwamba tulikuwa tukiwadharau tukiona ni waduni wana maana kule ndio tutakwenda kuona kwa daraja za juu kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mola Subhanahu wa Ta'ala akatuambia idha rujjatil ardu rajja. Likitokea hilo tukio ya siku ya Kiyama, kutakuwa na ishara fulani ama matokeo fulani ambayo kwamba yatatokea. Akatuambia itakapotingishwa ardhi kutingishwa, idha rujjatil ardu rajja. Kisha akatuambia wabussatil jibalu bassa, na yakasagwa majabali kusagwa, fakanat habaa, yakawa vumbi, mumbatha, yenye kupeperuka. Wa kuntum azwajan thalatha, mukawa mupo mapote asnaf tatu. Fa ashabul maimana, na ashabul maimana watu wa kuliani, ni wapi hao watu wa kuliani? Wa ashabul mash'ama, na ashabul mash'ama, na watu wa kushotoni, ni wapi hao watu wa kushotoni? As-sabiqun, na wale waliotangulia ulaika al-muqarrabun, hao ndio waliokaribishwa. Mola Subhanahu wa Ta'ala akatuambia idha rujjatil ardu rajja. Mara nyingine mtu anapokosa kuzifahamu zile mizani za Mola Subhanahu wa Ta'ala, maana yake ameghafilika ama yupo katika usingizi. Kwa hivyo hitaji kidogo utingishwe hivi ndio apate kugutuka na kuweza kufahamu. Mola Subhanahu wa Ta'ala sema idha rujjatil ardu rajja, itakapotingishwa ile ardhi. Rajja maf'ul mutlaq, merudia fi'li ile idha rujjatil ardu rajja, na inajulisha kutilia mkazo pindi itakapotingishwa ile ardhi. Kutingishwa sisi tuwaona katika habari kila baada ya siku 2-3, mara sijui Japan mtetemeko wa ardhi, mara sijui Turkey mtetemeko wa ardhi, mara sijui wapi, kila maeneo tunapata habari, na mara moja kupitia njia hutokea huku kwetu, ingawa za kwetu si za nguvu hivyo, lakini mitetemeko yanatokea katika ardhi kama hii, na ni moja katika alama za Kiyama kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema la taqumu saatu hatta yuqbada al-ilm, hakitasimama Kiyama mpaka iondolewe elimu. Nini maana kuondolewa elimu? Ili mtu sije akajiuliza
Sisi tunaona ulimwengu kila ukiendelea, elimu inaendelea, teknolojia ndio inasonga mbele. Sio hiyo ilokusudiwa. Hata yukbadha alilm, kuzungumzwa elimu ya sharia, elimu ya dini. Leo tuna watoto wetu wako katika university, mwenye kusomea medicine, sijui mwenye kusomea nini na nini, Fatiha hawajui kuisoma wako, na tumeona sisi wenyewe tukitembea katika vyuo vikuu. Hii ndio anazungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuondolewa elimu. Ikiwa mtu leo utaingia katika ndoa na fiqh ya ndoa uijui, wala fiqh ya talaka. Ikawa mtu leo utafanya kazi ya kuuza na kununua biashara, na fiqh ya bai' na shira, fiqh ya biashara uijui. Unaona, ndio anazungumzia Mtume, hata yukbadha alilm. Kisha akasema watakthura zalazil, vile vile hakitasimama kiyama mpaka mitetemeko ya ardhi iwe mingi. Moja katika alama za kiyama kukithiri, kuwa mingi hii mitetemeko ya ardhi, kama tunavyoiona sasa. Lakini mitetemeko hii ni mitetemeko midogo sana. Lengo Mwenyezi Mungu ataka kutukhofisha na turudi kwake. Wama nursilu bil ayati illa takhwifa, natuambia Allah, hatutumi hizi ayat huku mtetemeko wa ardhi, kule sijui volkano, huku mafuriko. Hizi ni ayat za Mwenyezi Mungu akizituma kwetu, wataka kutukhofisha. La'allahum yarji'un, anasema Allah, huenda wakarudi kwa Mola, wakaacha dhambi wanazofanya, wakashikilia taa, wakarudi wakatengeza hali yao na Mola wao subhanahu wa ta'ala. Lakini haya yote ni madogo. Kuna ule mtetemeko wenyewe sasa, ule mkubwa ule. Mwenyezi Mungu anasema idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insan ma laha. Ina nini ardhi leo? Yani si ile mtetemeko tuliozoea, itakapotetemeshwa ardhi, kutetemeshwa kisawa sawa. Na kule kwingine Mola subhanahu wa ta'ala akatuambia ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-saati shay'un adhim, si kitu cha mchezo. Enyi watu, mcheni Mola wenu, mwogopeni Mola wenu, hakika zalzalata as-saa, mtetemeko wa kiyama, zilzali itakayotokea ya siku ya kiyama, shay'un adhim, ni jambo kubwa. Sasa jiulize, Allah ambaye kwamba ni adhim, anaposifu kitu kwa ni adhim, ni kikubwa kiasi gani kitu kama hicho? Kwa hiyo min zalzalata as-saati shay'un adhim. Kwa hivyo isikuje taswira ya hii mitetemeko yetu ya hapa ardhini, pamoja kwa inatingisha watu, inapeleka watu mbio, na watu wengi wanakufa na majumba yanavunjika. Hata Mjapani alipojaribu kuja na teknolojia, akasema acha tuweke kitu kama spring hivi chini ya majumba yale, ile ardhi kitetemeka, lile jumba litatingishika tu hivi, lakini halitobomoka. Na ilipokuja mtetemeko uliofuatia baada hapo, ikabomoa hivyo hivyo, na vifaa vyake na teknolojia zake. Inna zalzalata as-saati shay'un adhim. Kwa hivyo mtetemeko wa kiyama mkubwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuambia idha rujjatil ardu rajja. Kwa hivyo hii rujjat ni fi'li ya kujulisha nini? Kutingisika, kuharakika. Ndio naona tumekuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man rakiba al-bahra idha irtaj, yule ambaye kwamba atapanda bahari pale inapokuwa inatingishika, kusudia imechafuka ile bahari, yani mawimbi yake makali, maji hayajatulia, anasema fala dhimmata lahu, ana dhimma huyo. Yani maana yake nini? Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza watu kuipanda bahari, yani kupanda jahazi, kupanda boti, kupanda safina katika bahari. Unapoiona bahari imechafuka, kwa sababu utakwenda wewe, mawimbi yatapendua jahazi, mtakuwa mwenye kufa bure tu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuwa tahadharisha, usipande. Nilikitokea ukalifanya hilo, basi utabeba mwenyewe mzigo wako, fala dhimmata lahu. Kwa hivyo Mtume sallallahu subhanahu wa ta'ala
akatuambia idha rujjatil ardu rajja. Kwa hivyo tukio la kwanza katika matokeo yatakayotokea siku hiyo ni kutingishika nini? Ardhi, na itakuwa mtingishiko wa kawaida. Kisha Mola akatuambia wabussatil jibalu bassa, yakasagwa sagwa yale majabali. Allah, angalia hatari. Na sisi Mola subhanahu wa ta'ala ametuwekea ardhi, kisha akajalia hii ardhi ikawa kuna sifa takriban 5 amezitaja katika Qur'ani. Kwingine akatuambia mihada, kwingine akatuambia bisata, kwingine akatuambia firasha, unaona, kwingine akatuambia qarara, na kwingine akatuambia dahaha. Na zote hizi zinamaanisha utulivu. Unaonaje lao ingekuwa hii ardhi tingishika tu hivi, tungeweza kukaa kweli sijui yake, tungeweza kufanya mambo yetu? Kwa hivyo mpaka kuishi kwa utulivu na kuendeleza harakati zetu ni kwa sababu nini? Imetulia ile ardhi. Na katika vitu alivyoviweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuituliza ardhi ni hizi pila ambazo kwamba ni majabali. Wajaala laha rawasi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia akajalia hii ardhi ikawa na rawasi, ikawa na vipia, ikawa na pila ambazo kwamba zinaifanya ile ardhi yenye kukita na yenye kutulia. Sasa siku hiyo, siku ambayo kwamba ardhi itatingishika, pengine kabla mtu aulize, yani aseme kwani zile pila zake zitakuwa wapi? Mwenyezi Mungu akwambia wabussatil jibalu, bas zitasagwa kama vile ardhi itakuwa na zilzali, itakuwa yenye kutingishwa, na zile pila zake ama majabali yake, yani zile makhluqat za Mwenyezi Mungu kubwa ambazo kwamba unaziona hivi mpaka unashtuka saa nyingine ukiangalia ukubwa wake, upana wake, urefu wake. Na khitabu hii utaona mara nyingi kunatajwa majabali, sababu aslan al-Qur'an al-Karim ikiteremka kwa Makureshi ama katika mazingara yale, ilikuwa ni mazingara ya majabali. Yani kwa ile ambapo Mwenyezi Mungu anamkirimu kwenda haji, kwenda umra, akiangalia ule mji wa Makka ataona Makka ni mji wa kimajabali. Na ndio maana kuna tunnel za zipungui 60 zilochimbwa katika Makka, njia zinatolewa katikati ya majabali. Na hii pia ni moja katika alama za kiyama alizitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kwa ile tabia ya ardhi yao ilivyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawajulisha kuwa haya majabali mnaona pengine ndo yanawahami kutokana na maadui, yanawahami pengine kutokana na vitu mbalimbali. Siku hiyo ataswagwa haya, wabussatil jibalu bassa. Hapo tukisema bas imekuja kwa maana ya kusaga, lakini ina maana nyingine katika lugha, ina maana ya sauti, kupeleka. Inakuja mara nyingine basa inakuja kwa maana ya kupeleka. Kwa hivyo baadhi ya maulama wa tafsiri wakatuambia yani atapelekwa wapi Allahu a'lam, lakini ataondolewa katika hii ardhi. Yataondolewa. Imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema yakhruju qaumun min almadinati ila al-Yamani wash-Shami wal-Iraqi yabissuna. Watatoka watu ama yubissuna, watatoka watu kutoka katika ardhi ya Madina. Wataelekea wapi? Wanaelekea katika ardhi ya Yemen, wengine wanakwenda Sham, sawa, pande za Syria na Jordan kule, alafu na wengine wanakwenda pande ya Iraqi. Unatoka katika Madina ya Mtume kwenda katika mji mwingine, yani si maamuzi ya sawa hiyo, kwa sababu hakuna sehemu ambayo kwamba ni bora kwako kama Madina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ikitokea pale yani mpaka Mtume anasema atakayeweza kufa Madina na afanye. Ukifa Madina kuna kuzikwa bakia, anazikwa bakia na dhamana kuingia peponi. Yani wewe uache yote hayo,
uende katika miji mingine. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoeleza hilo akasema yubisun, yani watatoka wakiwa wanaongoza, wanapeleka, kusudia wanapeleka ngamia wao ama vipando vyao na wanyama wao. Kisha kamalizia akisema wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun, lakini Madina ni bora kwao lao wangekuwa wanajua. Sipa kutokewa huko, bora ungebaki pale pale, hata kama umepatwa na mitihani lakini bora ile mitihani upate pale, hata kama utakuwa ni kufariki pale, wazikubaki karibu na waziara Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa karibu na sahaba Rasulullah kuliko kwenda kwingine. Muhimu ni kuwa limekuja hili neno katika hii hadithi kwa maana ya kupeleka, lakini maana yenye nguvu hapa ni kuwa yatasagwa. Taib, nini kinachounga mkono hilo? Kwa maana yenye nguvu hapa ni kusagwa. Hii aya inayofuatia Mola Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia fakanat haba'an munbatha, yakawa yale majabali haba'an. Baadhi ya maulama wanatuambia kama Sayyidina Ali radhiallahu anhu anasema ni lile vumbi za bure tu zinafanywa ni kama vumbi lilopeperushwa. Kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala akatuambia fakanat haba'an munbatha, yale majabali yatakuwa yatakuwa vumbi, bali maulama wanatuambia haba ni hafifu kuliko vumbi. Bila ngale vumbi lenyewe lilikuwa hafifu, wasema hii itakuwa ni hafifu hata kuliko vumbi. Yale majabali unayoona na ukubwa wake na ugumu wake na uzito wake. Naam, munbatha imesomwa kwa qiraa mbili. Imekuja munbatha ndio imesomwa na wingi kwa the, na wengine wachache wamesoma kwa te, munbatta. Imekuja zote mbili. Kwa hivyo munbatha ni ile rushwa, ile peperushwa, sawa. Munbatta inakuja kwa maana ya kukatika, yani munqati', fakanat haba'an munbatha. Naam, kwa hivyo ile majabali yatasagwa. Unaona, kuna baadhi ya nchi za Kiarabu na chakula chao na kiita basisa, huwa ni unga hivi uliosagwa, wengine wachanganya na samli, wengine wakatia na asali, wakaula hivi, sio unga wa kando labda ukapikiwa mkate. Kwa hivyo kule kusagwa ndio kunazungumzwa hapo. Fakanat haba'an munbatha, baada kusagwa yale majabali yakawa ni vumbi lile lenye kupeperushwa. Kisha Mola Subhanahu wa Ta'ala akatuambia wa kuntum azwajan thalatha. Hapa sasa maelezo yamekuwa tofauti, yani kwingi katika Qur'ani kunazungumziwa grupu mbili, waumini makafiri, muumini kufar. Hapa Mola Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia makundi matatu. Wa kuntum azwajan yani asnafan, mkawa mpo mapote, makundi mangapi? Matatu. Makundi yenyewe ni gani? Akaeleza Mola Subhanahu wa Ta'ala moja baada ya nyingine. Haya makundi siku hiyo, baada kwa ardhi ishatengishwa, baada kwa majabali yashasagwa, yashapeperushwa, Mola Subhanahu wa Ta'ala tutakuwa watu sampuli ngapi? Tatu. Kwa hivyo kuna fa ashabul maimanati ma ashabul maimana, kutakuwa na wale ashabul maimana, watu wa upande wa kulia, yani watu wa kufanya taa, watu wa kuepuka maasi, watu wa upande wa kulia. Kisha Mola akatuambia wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama, yani wa ashabul maimana. Kisha limekuja swala, nani hao ashabul maimana? Sawa. Alafu ashabul mash'ama, watu wa kushotoni, ambao kwamba ni watu wa kufru, watu wa maasi. Anasema ma ashabul mash'ama, ni nani aswa? Swali la mshangazo maana. Kisha akataja kipote cha tatu, wasabiqun asabiqun, na kuna wale ambao kwamba wametangulia. Naam, ikarudi tena as-sabiqun. Siku zote ukiona inarudi mara mbili, inajulisha kubwa jambo ambalo kwamba linazungumziwa ama uzito wa kile kitu.
Ikiwa ni upande mzuri, basi ni uzito lile wanalolifanya katika kheri. Ikiwa ni upande wa uovu, vile vile ni uzito wale la shari ambalo kwamba wanalifanya. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala akawagawanya watu katika makundi ngapi? 3. Kule kwingine umetuambia thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidhnillah. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala katueleza makundi 3 haya vile vile katika aya nyingine, thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina, kisha tukawarithisha kitabu wale tuliochagua katika waja wetu. Wakagawanyika makundi mangapi? 3. Faminhum zalimun li nafsi, kuna yule ambaye kwamba ama wale ambao kwamba wamezidhulumu nafsi zao, ndio ashabul mash'ama, wale kwenda pande wa kushoto. Wa minhum muqtasid, na kuna yule ambaye kwamba amenyooka, ambaye kwamba ni ashabul maimana, sawa, kati na kati. Alafu wasema wa minhum sabiqun bil khairat, kuna yule ambaye kwamba ametangulia katika kufanya khairat. Na hapa kuna minhum sabiq, ndio as-sabiquna, waliotangulia. Naona kwingine wasari'u, wamefanya musara, haraka katika kufanya amali njema. Kwingine kumetumika munafasa, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, katika hilo washindane ni kushindana. Kwa hivyo kuna musabaka na kuna musaraa na kuna munafasa, vitu vitatu hivi. Musabaka kushindana, sawa, kutangulia. Munafasa vile vile kushindana katika kufanya amali njema. Alafu kuna musaraa, kufanya haraka, sio kujivuta, kufanya haraka katika kufanya. Na tumesema hapa ndipo panapohitajika watu kushindana. Tulieleza katika baadhi ya khutba za Juma, tukasema katika mitihani mikubwa tuliokuwa nayo katika jamii zetu ni hili swala la munafasa, competition. Na tumewalea watoto wetu katika ishkalia kama hiyo. Kwa maana tumesema leo mtoto anaweza kufanya vizuri katika mtihani, umeona, na pengine akakuletea 98 katika alama 100. Yaani mkosea ngapi? 2 tu. Kisha ukamuuliza unatoka namba ngapi? Akakwambia natoka namba 2. Nani natoka namba 1? Fulani, classmate wangu. Mwambie wakubalije kushindwa? Nani amefanya vizuri? Umeona? Na lau angetoka yeye nambari 1 kwa alama 90, 98, ungemunga mkono. Mbona tatizo tutakuwa nalo? Kwa nini tutafanya hivyo? Kwa sababu ya ile munafasa, ambayo kwamba tunaijenga kwa wao. Kwa hivyo siku zote usikia soma, usiwe kama watoto kina fulani jirani wale, mkompea siku zote na wenzake. Hii makosa. Lakini munafasa katika khairat, sawa, amesimama mtu baada ya swali raka 2 au swali 4, shindaneni katika khairi. Yametoa shilingi 100, wewe toa 1000, shindaneni katika khairi. Fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala katuambia kuna wale ambao kwamba dhalimu li nafsi, amedhulumu nafsi yake. Vipi yani? Amedhulumu kufanya maasi, amedhulumu kwa kuacha taa, kama alivyozungumzia Mola Subhanahu wa Ta'ala hii miezi tuliyo ndani yake. Sisi tuko katika mwezi wa Dhulqa'da, moja katika miezi mitukufu minne. Mola Subhanahu wa Ta'ala alituambia nini alipozungumzia? Akasema fala tadlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu katika miezi mitukufu kama hiyo. Na dhulmu nafsi, maulama wakatuambia kuna kuidhulumu nafsi kwa kuacha taa na kuna kuidhulumu nafsi kwa kufanya maasi. Ingawa sisi mara nyingi tunaielekeza dhulmu nafsi katika nini? Katika kufanya maasi peke yake. Lakini dhulmu nafsi haiko katika kufanya maasi peke yake. Mara nyingine kwa dhulmu nafsi katika kuacha taa. Umeamrishwa uswali kwa wakati, uswali kwa jamaa, ukawa hufanye, umeidhulumu nafsi yako. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala akatueleza haya makundi 3.
fa ashabul maimana ma ashabul maimana, utakuwa na watu wa kulia siku hiyo ambao kama tumesema ni wale wenye kufanya taat na wenye kuepuka maasi, watu wa kawaida. Lakini vile vile utakuwa na ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama, watu wa kushotoni, watu wa kwenda katika jahannam, wal-iyadhu billah, Mwenyezi Mungu asitujalie katika hao. Kisha kuna wasabiquna as-sabiqun, kuna wale waliotangulia yani hawa waliotangulia, yani kana kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala tuambie kueni katika hawa ambao kwamba wametangulia. Naam, as-sabiqun was-sabiquna as-sabiqun. Swali litakalokuja hapa, huu mpangilio ni wa kutoka chini kwenda juu ama ni wa kutoka juu kwenda chini? Kwa sababu ukiangalia kwa njia zote mbili hauingii. Nikisema kutoka chini kwenda juu, kwa maana watu wa kushotoni, watu wa kuliani waliotangulia, ni taratibu mpangilio. Ingekuwa ni kutoka chini kutoka kwenda juu, angeanza wa ashabul fa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama, kisha wa ashabul maimana, ingefahamika. Unaona? Na lau ni kutoka juu kwenda chini, angeanza na as-sabiquna, kisha akaja ashabul maimana, kisha akaja ashabul mash'ama. Lakini mpangilio ulivyo hapa sio kutoka chini kwenda juu, wala si kutoka juu kwenda chini. Yani kiufupi, siri iko hapa ama swali liko hapa, nini hikma ya kuchelewesha as-sabiquna kuweka mwisho? Kwa nini hakutangulizwa? Kwa mfano was-sabiquna as-sabiqun. Maulama wana kauli zaidi ya moja hapo. Wengine wakasema as-sabiquna as-sabiqun wamecheleweshwa kutangulizwa kuonyeshwa ile daraja yao ambayo kwamba ni qurb na naima ambayo kwamba wameandaliwa, starehe ya janna ambayo kwamba itatajwa mubashara baada aya chache hapo mbele. Sabiquna sabiqun ulaika almuqarrabun, alafu moja kwa moja fi jannati an-na'im, itakuwa katika mabustani ya naim. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala akawataja mwisho, kisha moja kwa moja akataja nini? Akataja yale aloandalia ambayo kwamba ni pepo ya an-naim. Kwa hivyo hiyo ndo hikma ya kucheleweshwa sabiquna sabiqun kwa chomisho. Naam, ulaika al-muqarrabun, hao ndio muqarrabun. Allah hakusema ulaika al-mutaqarribun ngalo lafdhi Qur'ani, hakusema hao ni wenye kujikurubisha. Hao wamekurubishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, muqarrabun. Hao ni wale ambao kwamba ni muqarrabun, waliokurubishwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Angalia, ulaik ni ismul ishara, unajulisha mbali hao, lakini usije ukasikia hao ukaona uko mbali kimasafa. Hapo Mola anakuambia ni muqarrabuna, au ni kwa karibu. Kwa hivyo si umbali wa kimasafa, ni umbali wa kidaraja. Kwa hao hatakuwa katika hizi pepo za chini chini, hao katika al-firdaus al-a'la kule, hao ni wajuu al-muqarrabun. Baadhi ya maulama wametaja wasema si wengi hawa, wanahesabika kwa vidole, na ndio Mwenyezi Mungu taona hapa mbele atatuambia thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Wakasema katika umma wa Sayyidina Musa ni yule Hazqil ambaye kwamba alipokuja kusema taktuluna rajulan an yakula rabbi Allah, yule mu'minun min ali fir'auna. Na ikiwa ni kwa Sayyidina Isa ni Habib an-Najjar mmoja tu, na kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada wakasema ni Sayyidina Ali ibn Abi Talib, wengine wakasema Sayyidina Abu Bakr na Sayyidina Umar radiyallahu anhum jami'an. Maana sababu ya kutangulia katika
katika kuamini. Saidina Ali alikuwa akisema Muhammadun, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ibn ammi yangu, lakini wakati huu ni mkwe wangu, amenuzisha binti yake. Muhammadun nabiyyu akhi, ni ndugu yangu, wasihri, na mkwe wangu, ni father-in-law, kwa sababu mama binti yake Sayyidatuna Fatima Zahra. Sema wa Hamza sayyidu shuhadai ammi, na Hamza yule bwana wa mashahidi ni ammi yangu mimi. Wa Jaafar alladhi yumsi wa yudhi yatiru ma'a almalaikati ibnu ummi, na Jaafar yule ambaye kwamba anaruka pamoja na malaika, ndio akaitwa Jaafar at-Tayyar baada ya kuuliwa katika vita vya Mu'ta na kukatwa mikono yake. Mwenyezi Mungu akambadilisha mbawa, akampa badali mbawa, akawa anaruka pamoja na malaika. Asema yule Jaafar ambaye kwamba anaruka na malaika ibnu ummi, asema wabsibta Muhammadin, au asemaje, wa Jaafaru yatiru ma'al malak ibn ummi wa binti Muhammadin sakani wa zawji, na binti ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndo mke wangu na kitulizo changu. Asema na watoto wake ndio kwamba ni Sayyidina Hasan wal Hussein, si wasibta Muhammadin waladaya minha, na wale wajukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ni Hasan na Hussein ni watoto wangu kutoka kwa Sayyida Fatima. Asema fa ayyukum lahu sahmun kasahmi sabaqtukum ila al-islam tur. Sema mimi nimewatangulia. Sayyidina Ali ndo mwanamume wa kwanza kusilimu, ingawa mara nyingi ikizungumzwa mwanamume wa kwanza utajwa Sayyidina Abubakar. Hii ni kwa wale wanatofautisha mwanamume, yani mtu mzima, alafu na kijana. Sasa kitajwa wanawake Sayyida Khadija, wanaume kwa maana mtu mzima ni Sayyidina Abubakar, alafu vijana ni Sayyidina Ali. Lakini Sayyidina Ali, Sayyidina Abubakar, Sayyidina Ali mtangulia Sayyidina Abubakar. Sasa sabaqtukum ila al-islam, mimi watangulia mimi katika kusilimu. Fa ayyukum lahu sahmun kasahmi, nani kati yenu ana fungu kama nilokuwa nalo mimi? Kwa hivyo ni wachache wanafika daraja hii ya muqarrabun. Ulaika al-muqarrabun, hao walotangulia, wametangulia wana sabiqun. Sayyidina Ali ametangulia katika kusilimu, tangulia katika kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale walotangulia katika kufanya khairi, walotangulia katika kufanya taa, ulaika almuqarrabun, hao ndio wale ambao kwamba watakuwa karibu. Mola subhanahu wa ta'ala atawakurubisha, atakaribu, na ameweka karibu. Kwa nini? Kwa sababu wao ilikuwa hamu yao ni ule kuruba wa Mola subhanahu wa ta'ala. Kuna wengine hamu yao hata si pepo, haimaanishi usitamani pepo, lakini rabbi ibnili indaka baitan fil janna. Mwangalie Sayyidatuna Asia mke wa Firauni, alipomwomba Mwenyezi Mungu amjenge nyumba peponi, alimwambia nini? Rabbi ibnili, ya Rabbi nakuomba unijengee mimi. Nikujengee wewe? Nikujengee wapi? Ama nikujengee nini? Kabla aseme baitan fil janna, nyumba katika pepo, kwanza ametanguliza indaka, kwako. Nachotaka mimi ni ukuruba wako. Unaona, rabbi ibnili indaka, alikuwa kusema rabbi ibnili baitan fil janna, ya Rabbi nijengee nyumba peponi, lakini mimi nataka kwako, ukuruba wako. Unaona, sasa walipoitafuta ama walipotafuta ule ukuruba na Mola subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu nao akarubisha. Ndio maana maulama wakatuambia hii ni ishara kuwa mtu atakana autafute. Na kutafuta kwa kitu gani? Kwa kuomba kwanza. Muombe Mola subhanahu wa ta'ala akuruzuku kutangulia katika kufanya taa. Muombe Mola subhanahu wa ta'ala kuruzuku kuruba. Muombe Mola subhanahu wa ta'ala, kisha baada kumomba ujibidiishe na wewe katika kufanya. Ulaika al-muqarrabun, hao ndo wale ambao kwamba watakurubishwa. Lakini baada nini? Wao kwanza kuonesha kuwataka ule ukurubu. Kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam,
nasema hajajikurubisha mtu kwa kitu ambacho kwamba nakipenda zaidi baada ya kile nilichomfaradhishia, kama mambo ya sunna na wafil, mambo ya ziada. Unaona, ushafanya faradhi, yatakayo kufanya wewe uwe karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala, upende na Mola Subhanahu wa Ta'ala, ni mambo ya ziada ya sunna. Sasa yale asema, wama zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika al-Hadith al-Qudsi, hatoacha kuwa mja wangu ni mwenye kujikurubisha kwangu mimi kwa mambo ya ziada ya sunna, hata uhibba, mpaka nitampenda. Yani kila ukizifanya zile sunna ndo najenga mahaba yako kwa Mola. Sisi kinyume, sisi mtu anakuambia acha tu sifanyi. Kwa nini? Asi sunna. So kwetu sisi sunna ni ya kuacha. Sunna si ya kuacha, sunna ndio kufanywa na kufanywa kwa wingi, ndio yapate ile mahaba ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. So umazala abdi yataqarrabu, anajikurubisha kwangu mimi bin nawafili, kwa mambo sunna, hata uhibba, mpaka nitampenda. Ukishampenda ya Rabbi, asema fa idha ahbabtuhu, nikishampenda, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, nitakuwa sikio lake lile ambalo kwamba nasikia nalo. Nini maana ya Allah kuwa sikio lako? Maana yake utasikia vitu ambavyo kwamba visikiwi na wengine. Hapo unaweza kushtuka, lakini ni vitu viko. Yani wakati utakuwa uko karibu na Mola, unayofanya sunna kwa wingi, umehifadhi viungo vyako, unalisikio, ukawa huendi katika vikao vya kusengenya watu, hili sikio hili, ukae na watu wenye kutusitusi, hili sikio ukawa hukulifanya ni jala taka, watu wanatupa uchafu wao ndani, usikizi vitu vichafu, na ukajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu na mambo ya sunna, Mwenyezi Mungu anakuwa sikio lako, yani utasikia vitu ambavyo kwamba wengine hawavisikii. Saidina Umar alikuwa katika mimbari yake Madina, katika mimbari ya Mtume Madina, alimuona Saria akiwa Sham, kilomita zaidi 1000. Anamwambia, ya Saria aljabal. Sizungumzii jicho la Saidina Umar kumwona yule, mimi sasa nazungumzia sikio la Saria kumsikia huyu. Maana akirudi Madina amwambia, Amirul Mu'minin, nilisikia maneno yako. Kilomita 1000. Sasa kilomita 1000 likisema, hoja zingine ukizungumza hayo unaonekana kama huyu jamaa darweshi sana. Huyo atuvunga huyo. Lakini nikikwambia kuwa kuna mtu ameshika simu akapiga Brazil akazungumza na mwenzake na akamsikia sauti yake, utaamini. Yani hiki kilichotengenezwa na mwanadamu, sawa. Mtu anaweza kumsikia mwingine alioko maelfu ya kilomita mbali, lakini ile maujat sautia za Mwenyezi Mungu ile haiwezekani, sio? Inawezekana, lakini wakati gani? Pale atakapokuwa Mwenyezi Mungu ndio samak, ndio sikio lako. Asema wa basarak, na vile vile Mwenyezi Mungu atakuwa jicho lako ambalo kwamba unaona nalo. Maana kama Saidina Umar alipomwona Saria akiwa Sham, hata hivyo unaweza kuona. Ikiwa tulikuwa na wanawake ambao kwamba wakiona umbali wa siku 3, wanataja maulama wa tarikh, wanasema kuna mwanamke aitwa Allahumma salli ala Muhammad, Zarqaul Yamama. Naam, anaitwa Zarqaul Yamama. Mwanamke huyu alikuwa na power ya kuona umbali wa siku 3. Zile mmoja anasema, ridhika na kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amekugawanyia, fala itaba wala malama, kila mmoja amepewa. Kisha sema a'ma, kuna mwingine ni kipofu, haoni mchana wala usiku, wa a'sha, na kuna mwingine anaona mchana haoni usiku, wa dhu basari, na mwingine anaona mchana na usiku. Asema wa zarqaul yamama. Kisha kuna chuma hicho zarqaul yamama, kina umbali wa siku 3. Maana sasa ikiwa huyo ana umbali wa siku 3, maana yake nini? Umbali wa mwendo, lao utatoka hapa utembee, baada ya siku 3 pale utakapofika, yeye anaweza kuona mpaka hapo. Na ni macho kawaida tu, sio kwa labda ni mchaji Mungu sana, ama labda alikuwa mwenye kufanya paa nyingi. Kwa hivyo ni mambo ambayo kwamba yako. Lakini sasa nikikwambia, ukishika wewe WhatsApp ukapiga video, ukampigia mtu aliyeko Canada, wamuona
na yuko masafa ma kilomita, sasa anaweza kumuona kwa sababu hichi kimetengenezwa na mwanadamu, chawezekana lakini kile cha Mungu unakishangaa, unaona ni kitu labda kizito kutokea. Kwa hivyo Mola anasema nitakuwa sikio lake, nitakuwa macho yake, wayadahu allati yabtishu biha, ama wayadahu allati, na mkono wake ambao kwamba anatumia katika kushika. Nini maana mkono wako utakuwa ni mkono ni Mungu, ama Mungu atakuwa ni mkono wako? Yaani ule mkono utakuwa ni mkono wenye baraka. Kuna mikono mingine ikigusa kitu shekhe kinaungua, kina melt, kinaharibika, na kuna mikono mingine ikigusa kitu unaona ile baraka iliyoko katika kile kitu, ama baraka inaingia katika kile kitu. Lakini vile vile warijlahu allati yamshi biha, na mguu wake ambao kwamba anatembea nao. Yani Mwenyezi Mungu atatia baraka katika hatua zako. Kwa hivyo utakuwa utembea katika maeneo ambayo kwamba ni mazuri, uende sehemu mbaya, lakini unaweza hata kwenda masafa ya mbali kwa hatua ambazo kwamba si nyingi. Haya ni mambo yote yapo na ni katika karama ambazo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawakirimu nazo waja wake. Kwa hivyo ulaika muqarrabun, wanapelekwa wapi? Wanatuambia fi jannati naim. Jannati naim ni ipi? Tutakuja kuiona biidhnillah, kwa sababu zile jannat kuna darajat, kama vile moto kuna darakat, kuna mashimo 7, alafu janna kuna daraja 8. Naim ni moja katika hizo. Kuna Adan, kuna Firdaus, tutaziona biidhnillah katika darasa litakalofuatia. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aj'alni min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya man waffaqa ahla alkhairi lilkhairi wa 'anahum alayhi وفقنا للخير وأعنا عليه لا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا فضلا وجودا وامتنانا وإحسانا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.